Hey there. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Fungua Neno. Fungua Neno ni kipindi ambacho tunakuja pamoja kama Wakristo, kama watu ambao tunamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Alafu tunalifungua neno. Ni kwa nini tunafanya hivi? Yule Bwana wetu Yesu Kristo kwenye ile Injili ya Yohana, kwenye sura ya 1 mstari wa 1, Yohana anatuambia hapo mwanzo kulikuwa hapo neno. Nalo neno lilikuwa na Mungu. Nalo neno lilikuwa ni Mungu. Na kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba neno hili tunalolisoma, hili neno ni kuu na ni kubwa zaidi ya jinsi ambavyo kwenye ulimwengu wetu wa leo tumekuja kuliangalia. Wengi wanaliangalia hili neno kama tu kitabu, lakini Yesu Kristo mwenyewe anaitwa ni neno. Hivyo basi tunakuja pamoja kulisoma neno, kumwelewa huyu Bwana wetu Yesu Kristo ni nani, na kwenye hili neno ndiko ambako tunapata huu ukweli. Hivyo basi kwenye hii episode mpya, kwenye hii series mpya ambayo tumeianza, tunaenda kuangalia kitabu cha Hagai. Sasa maswali mengi yanaweza yakaja kwanza kabisa kwenye akili yako moja kwa moja, ukianza kujiuliza kwa nini tunaenda kwenye kitabu kama hichi cha Hagai. Kitabu ambacho unaweza kuuliza Wakristo wengi, taja kitabu chochote kwenye Biblia, Hagai haitakuwa ni kitabu cha kwanza ambacho watakitaja. Na sababu ya kufanya hivi, kwanza kabisa ni kuweza kuapproach na kuangalia aina tofauti kidogo ya kitabu cha Biblia. Kumbuka kwenye Biblia tuna vitabu 40 na tuna vitabu 66 vimeandikwa na waandishi zaidi ya 40 kwenye nyakati tofauti za historia. Hivyo basi ni muhimu kuto tu kuangalia vile vitabu ambavyo tunavifahamu na vinavyofahamika, lakini ni vizuri pia kwenda kuangalia vitabu ambavyo labda sio popular sana. Moja hivyo vitabu ni hichi kitabu cha Hagai. Ni kitabu kifupi. Huko nyuma tumeshaangalia tumefanya series ya kwenye kitabu cha Wakorintho. Hiyo series ilikuwa ni kuangalia aina ya vitabu ambavyo ni barua, epistles, the epistles. Tuangalia ni barua ya Paulo kwenda kwa Wakolosai. Baada ya hapo tukaangalia kitabu kingine cha waraka wa kwanza wa Petro, ile barua ya Petro. Na chenyewe iko ni aina moja, ni mwandishi tofauti. Tumetoka Paulo tukaenda kwa Petro, lakini aina ya kile kitabu kilikuwa ni kitabu kile tu cha aina ya barua, kitabu aina ya barua. Hivyo basi kuna aina tofauti mbalimbali za vitabu, na tumeamua tutoke kwenye zile epistles, zile barua, tuje tuangalie aina tofauti kidogo ya kitabu. Hichi kitabu ni kitabu cha unabii, zinaitwa prophetic books. Kuna vitabu vya aina mbalimbali, kuna vitabu vya simulizi, kuna vitabu vya poetry, kuna vitabu vya apocalypse au apocalyptic books kama kitabu cha Revelation, Ufunuo. Kuna barua, kuna vitabu vya Injili, kuna vitabu vile vya Musa, ile Torati. Hichi kitabu cha Hagai kinaangukia kwenye vile vitabu vya unabii. Na kwenye vitabu vya unabii kuna wale wanabii wakuu au wanaitwa major prophets. After na kuna minor prophets. Minor prophets ni wale manabii wadogo, lakini sio kwamba wadogo kwenye kazi yao, lakini ni kwamba vile vitabu ni vidogo zaidi ukivilinganisha na vile vitabu vya manabii wakuu kama vile Isaya au Ezekieli au Danieli au Yeremia. Hichi kitabu cha Hagai ni moja kati ya hivyo vitabu 12 ambazo zinaitwa minor prophets. Hichi kitabu ni rahisi kidogo kukipata. Ukitaka kukipata kwenye Biblia, kama hujaenda hapa kwenye context, kwenye content kuanza kuangalia kwenye ukurasa gani, njia rahisi ya ukipata kitabu cha Hagai ni kwenda kwenye Injili ya Yohana. Ukipata Injili ya Yohana ambayo yenyewe ni rahisi kidogo kuipata kwa sababu ni kitabu cha kwanza kwenye Agano Jipya. Baada ya hapo anza kurudi nyuma. Ukianza kurudi nyuma utakutana na kitabu cha Malakai au Malaki, afu nyuma ya hapo utakutana na kitabu cha Zekaria, na nyuma ya hapo utakutana na kitabu cha Hagai. Kwa hiyo ni kitabu cha 3 kutoka mwisho wa Agano la Kale. Hiyo ndio namna ambavyo unaweza ukakipata kitabu cha Hagai. Kwa nini kimekuwa placed hapa? Kwa nini kiko hapa kwenye Biblia, kwenye hivi vitabu vitatu vya mwisho vya Agano la Kale kwenye Biblia? Ni kwa sababu hichi ni moja kati ya vitabu vitatu ambavyo vinaandikwa au vimeandikwa kwenye nyakati baada ya wana wa Israeli kutoka kwenye ile exile kule Babylon. Kama unakumbuka historia ya wana wa Israeli, baada ya kutoka Misri walienda wakakaa
huko Kanaani, wakakaa kwenye hiyo eneo ambayo leo tunaita Palestine au ndio ambayo ikaja kuwa ni Israel. Lakini baada ya hapo, baada ya kukaa kwa muda mrefu pale, tukaona hizi historia za kina Daudi na Sauli na Daudi na wafalme wengine waliofuata baada ya hapo, ikatokea kwamba hawakumpendeza Mungu. Hivyo basi wakapata hiyo adhabu kutoka kwa Mungu, ambayo ilikuwa ni adhabu ya kuja kupelekwa kwenye nchi nyingine ya utumwa huko exile. Hiyo nchi inaitwa Babylon, au wengine wanaita the Chaldeans, au watu wa Babylon wanaitwa the Chaldeans. Kwa hiyo walivyokuwa huko walikaa miaka 70. Baada ya hizo miaka 70 wakiwa huko kwenye exile huko Babylon, wakaondoka, wakaruhusiwa kuondoka na yule mfalme Cyrus. Walivyotoka, vitabu vitatu ambavyo vinaandikwa baada, vitabu vya unabii ambavyo vinaandikwa baada ya wana wa Israeli kutoka kwenye hizo miaka 70 za exile, ni kitabu cha Hagai, ni kitabu cha Zakaria na kitabu cha Malachi. Hivyo ndio vitabu vitatu ambavyo vinaifunga Agano la Kale. Hiyo ni introduction fupi kuhusu hichi kitabu cha Hagai. Kuna mambo mengi zaidi ambayo tunaweza tukaendelea kujifunza kuhusu huyu Hagai. Na tuendelea kujifunza zaidi. Kwa mfano, hichi kitabu ni kifupi kweli kweli, kina chapter 2 tu. Tofauti na ule waraka wa Paulo kwa Wakolosai kwa kina chapter 4, waraka wa Petro kwa wale wa Kristo ambao walikuwa wamezagaa kwenye maeneo mbalimbali, Pontus, Galatia, Cappadocia na maeneo kama hayo, ilikuwa kina chapters 5. Hichi kitabu chenyewe ni kifupi sana, kina chapters 2. Na again, sababu ya kuja kukisoma hichi kitabu ni ili kama Wakristo tuweze kujifunza namna ya kusoma vitabu tofauti, namna ya kusoma aina ya vitabu tofauti. Tumeshaona jinsi ambavyo tulisoma ile Wakolosai na waraka wa kwanza wa Petro. Namna ya kuzisoma zile barua. Kuna namna fulani ambazo unasoma zile barua ambazo hauta apply that same idea ukiwa unaenda kusoma kwa mfano Injili, au ukiwa unakuja kusoma kitabu kama hichi cha unabii wa Hagai. Hivyo basi natumai kwamba tukiwa tunasoma hichi kitabu cha Hagai, tutaenda kujifunza na kuelewa namna ya kusoma vitabu vya unabii. Kwa hiyo kwenye sura ya kwanza, mstari wa kwanza wa kitabu cha Hagai, karibu fungua neno, twende kwenye sura ya kwanza mstari wa kwanza, alafu tutaendelea kunyambua zaidi hichi kitabu kinasema nini. Kinaanza na tarehe. Kinasema in the second year, kwenye mwaka wa pili of Darius the king. Kwenye mwaka wa pili wa mfalme Darius. Now, nyakati hizi tulikuwa zinaangaliwa tofauti kidogo na nyakati za leo. Nyakati za leo tumepata a universal calendar. Tuna kalenda ambayo tunaitumia wote kwa pamoja, inaitwa the Gregorian calendar, ambayo tunajua kwamba leo kwa mfano ni mwaka 2025, na huu ni mwaka 2026, na huu ni mwaka 2027, tunaenda mbele kwa staili hiyo. Kwenye nyakati hizo, kwa sababu kulikuwa bado hakuna interconnectedness ya ulimwengu mzima, kulikuwa kuna namna ambazo kila mtu au kila tamaduni ilikuwa ina track miaka au ina track kalenda na tarehe kwa staili yao. Kwa hawa watu ambao walikuwa wanaandika kwa wakati huu, kama wana wa Israeli, walikuwa wanaitrack kwa kuangalia ni mfalme gani anatawala kwa wakati huo kwenye taifa kuu. In this case, taifa hili kuu lilikuwa ni taifa la Babylon, ambalo Babylon, kama unakumbuka, baada ya hiyo miaka 70 ya kuitawala wana wa Israeli walipokuwa kwenye exile, walikuja kuwa defeated, walitolewa madarakani. Ule mfalme Nebukadnezar alitolewa madarakani, wakaja wakaingia watu the Persians and the Medes, wakaja kama kundi la mataifa mawili pamoja. Kwa hiyo wafalme wa huko sasa ndio walikuwa hawa kina Cyrus na kina Darius. Kwenye wakati huu mfalme Cyrus ufalme wake umeshapita, tumeingia kwenye ufalme wa Darius. Now, huu wakati wa ufalme wa Darius ni mwaka, kwetu sisi leo tukiuangalia kwa kutumia Gregorian calendar, ni mwaka 520 BC. Mwaka 520 kabla ya Kristo. Of course wenyewe wasingejua ni miaka mingapi imebaki mpaka Kristo azaliwe na vitu kama hivyo. Kwa wakati wao wenyewe wakiandika tarehe wanasema in the second year of King Darius, of Darius the king, kwenye mwaka wa pili wa mfalme Darius. Alafu kuna tarehe inaendelea inasema
On the first day, kwenye siku ya kwanza of the sixth month, kwenye mwezi wa sita wa siku ya kwanza wa mwezi wa sita wa mwaka wa pili wa mfalme Darius. Now, wanatheolojia ambao wamekaa wamenyambua hizi tarehe wanatuambia kwamba ilikuwa ni mwezi wa 8, tarehe 29 ya mwezi wa 8 ya mwaka 520 BC au kabla ya Kristo. Huo ndio mwaka ambao tunaanza nao. Kwa hiyo hichi kitabu chenyewe kinaanza kwanza kutuambia lini huu nabii ulikuja kwa huyu Hagai. Huku tutajifunza vitu vingi. Tutajifunza vitu vikuu sana kwenye upande wa obedience au utii kwa Mungu, ya? Kwa hiyo hii context ambayo anaandika hapa, alikuwa anaandika wakati zile stories za kina Nehemiah na Ezra ziko zinaendelea, ya? Kuna yule jamaa anaitwa Zerubbabel, alikuwa kwenye huo wakati anatoka kwenye hizo 70 years of exile. Yeye aliongoza timu ya watu, tutakuja kuona zaidi kuhusu hiyo. Lakini wakati ameondoka, aliambiwa kwenda kujenga ile hekalu la Bwana kwenye mji wa Yerusalemu ambao lilikuwa destroyed na wale kina Nebuchadnezzar, wale watu wa Babylon kwenye ule mwaka wa 586 BC rather. Kwa hiyo Hagai yeye ana prophesy wakati au anatoa unabii wakati ambapo ule ujenzi wa lile hekalu la Mungu pale Yerusalemu lilipitia changamoto, watu wakaacha kujenga. Hagai ndio anakuja kuwahimiza watu kurudi kwenye ujenzi. Kwa themes ambazo tutakutana nazo huku hivi, mada ambazo tutakutana nazo, kwanza ni kwamba swala zima la utii wa sauti ya Mungu, kumtii Mungu pale ambapo anatupa maagizo, kumtii Mungu pale ambapo anatuongoza. Tutaona pia ile response ya watu, lakini tutaona pia ile hasara ikitokea kwamba hujamtii Mungu, kuna hasara gani ambazo zinaweza zikatukuta, ya? Lakini pia tutaona baraka ambazo zinakuja kwa wale watu ambao wanamtii na kumheshimu Mungu wetu aliye hai. Tutaishia hapo kwa leo, lakini kabla hatujamaliza ningeongea kuhusu hili swala la utii. Nadhani utii wa kwanza kabisa kwa mtu yeyote hapo ulimwenguni ni kumwamini Bwana Yesu Kristo. Kwamba Bwana Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huo ndio utii wa kwanza. Utii wote ambao utafuata baada ya hapo kweli hauhesabiki, ya? Kwa utii wa kwanza ambao tunatakiwa kuwa nao mbele za Mungu ni kumwamini Yesu Kristo, kumwamini kwamba alikuja kwenye ulimwengu wetu, kwenye huu mwili wa nyama, akavaa mwili wa nyama, akaishi maisha matakatifu, akafa kifo cha mtenda dhambi, akafufuliwa ile siku ya tatu, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hivyo basi, wewe unayenisikiliza, sijui umeweka imani yako katika Kristo. Kuna baraka ambazo zinakuja kwenye kumtii Mungu. Mtii Mungu leo, weka imani yako katika Yesu Kristo, usamehewe dhambi zako, upewe uzima wa milele. I really pray kwamba tutakapoendelea kusoma hichi kitabu cha Hagai utabarikiwa. Amen.